Wanyadhifa zao. Grace Ng'ang'a, KTN. Naam, nikikuacha ukitafakari hayo, licha ya juhudi za serikali kurejesha usalama katika maeneo ya kaskazini mwa nchi, mashambulizi ya kinyama yanaendelea kushuhudiwa katika kaunti kadhaa, hali inayowaacha wakazi wakiishi kwa hofu na wasiwasi mkubwa. Katika kipindi cha wiki moja iliyopita, takriban watu 3 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika kaunti ya Isiolo. Wakati huo huo, kaunti jirani ya Laikipia inakabiliwa na ongezeko la visa vya ugaidi na ghasia kati ya jamii. Mwanahabari Catherine Imuraget anaangazia kwa kina hali ya ukosefu wa usalama inayozidi kushika kasi pamoja na wito wa kuchukuliwa kwa hatua za haraka. Hofu inaendelea kukumba sehemu za kaskazini mwa nchi huku mashambulizi yakiendelea kushuhudiwa licha ya serikali kuimarisha operesheni za kiusalama. Katika kaunti ya Isiolo, takriban watu 3 wamepoteza maisha yao huku wengine 5 wakijeruhiwa ndani ya muda wa wiki moja pekee kufuatia msururu wa mashambulizi mabaya katika maeneo ya makazi. Wakazi wanasema mashambulizi hayo yamekuwa ya ghafla na ya kikatili na kuziacha familia nyingi zikiishi kwa hofu na kutokuwa na uhakika wa usalama wao. Kama wewe uko kwa hiyo Mkokodo Forest na unajua kwamba wewe ni mpenda amani, uko na bunduki, urudishe chini ya masaa 8. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameagiza kufanyika kwa operesheni maalum inayohusisha mashirika mbalimbali ya usalama katika kaunti ya Isiolo kufuatia ongezeko la mashambulizi hayo, akiwakosoa maafisa wa polisi kwa uratibu duni na kuagiza machifu kuimarisha ufuatiliaji wa jamii, hasa wakati huu wa uhamiaji unaochangiwa na ukame. Tukio la Isiolo linajiri wiki chache tu baada ya viongozi katika kaunti jirani ya Laikipia kutoa tahadhari kuhusu hali ya usalama, hasa katika eneo la Posta, Laikipia Kaskazini. Mashambulizi yanayodaiwa kuwa ya kulipiza kisasi kati ya jamii za Samburu na Pokot yameripotiwa kusababisha vifo vya watu 3 na hivyo kuzidisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Hali ya taharuki bado inatanda eneo la Doldol, Laikipia Kaskazini, ambapo viongozi wanadai operesheni kamili ya kijeshi kuwafurusha magaidi wenye silaha wanaoaminika kujificha katika msitu wa Mkogodo. Zaidi ya mbuzi 1200 na ng'ombe 250 wameibiwa katika kipindi cha wiki 2 zilizopita. Uhalifu huu ni pigo kubwa kwa familia zinazotegemea mifugo kujikimu. Bandits ilienda na wasee wetu. Sisi tunalala nyumbani na ikifika jioni wamama wanatoroka kwenda kulala kwa majirani. Tunaitisha operation ina full force. Hao watu watoka ende kwao. Na kama kuna wetu wameenda pale, pia hata wao wapigwe warudi kwetu. Mashambulizi hayo yamewalazimu makumi ya familia kuyahamia makazi yao na kutafuta usalama maeneo mbadala. Aidha, shule 4 bado zimefungwa baada ya wazazi kuwaondoa watoto wao kutokana na hofu ya usalama, hali inayotishia kuvuruga masomo na mustakabali wa wanafunzi wachanga. Tuambie rais na kaja, the only solution you want without anything else, we must do an operation from Mkogodo Forest. Lakini tumesema ndio marufusi wajilinde, tunataka bunduki 100 hapo. Ingawa serikali inasisitiza kuwa operesheni za usalama zinaendelea, wakazi wanasema juhudi hizo bado hazijazaa matunda mashinani. Wengi wanahofu kuwa bila uingiliaji wa haraka na madhubuti, mzunguko wa vurugu utaendelea kugharimu maisha na riziki zaidi. Catherine Imuraget, KTN.